Bwana semaji, mambo vipi? Bwana mambo safi kabisa. Mipango iko vizuri kabisa. Namshukuru Mwenyezi Mungu, mipango iko sawa sawa. Naelezwa na watu eti haujafurahi huu ushindi wa bao moja kwa bila dhidi ya Kagera. Ni kweli? Nimefurahi sana. Aliyekula kala, Waswahili wanasema hivi. Kwa hiyo tumepata ushindi wa goli moja kwa bila. Tunao furaha kubwa. Ni mwendelezo wa Simba kupata matokeo mazuri katika ligi kuu ya NBC. Turudi sasa kwenye mchezo wenyewe ulivyokuwa, vyote ambavyo wewe umeviona kwenye mchezo huu wa leo. Mechi ilikuwa ngumu tofauti na fikra za watu. Watu walitazama msimamo, wakamwona Kagera Sugar ameshuka daraja, kwa hiyo kila mmoja alitegemea kwamba mechi ingekuwa nyepesi. Na mimi nichukue nafasi hii kuwapongeza Kagera Sugar. Pamoja na kwamba wameshuka daraja, lakini still wameonyesha upinzani mkubwa. Yaani hawakuwa na ule moyo wa kukata tamaa kwamba shashuka daraja twende tukakamilisha ratiba tu. No, wameshuka daraja lakini bado wameishi kwenye misingi ya kimpira. Yaani wamekuja wametoa ushindani. Na watu wote ambao wamekuja hapa na wameangalia kwenye TV wamefurahia kile kitu kizuri ambacho kimeonekana katika mchezo wa leo. Tuwapongeze Kagera Sugar, wamekuwa na msimu mbaya kushuka daraja, lakini tumpongeze Mwalimu Juma Kaseja kwa kazi ya muda mfupi aliyoitengeneza timu ya Kagera Sugar. Na mimi kama kijana mwenzangu na mwana Simba mwenzangu Kagera Sugar, Juma huyo, kuna vitu haviwezi kufichika. Juma Kaseja ni Simba wa kutupwa. Yep. Kama mwana Simba mwenzangu na kama mdau, hasa hapa nitumie kama mdau, kama mdau na kama kijana mwenzangu, nipende kumshauri kitu kimoja, na nitazungumza naye mwenyewe personal. Nipende kumshauri kwamba asiondoke Kagera Sugar. Ninafahamu kwa ubora aliouonesha ndani ya muda mfupi atakuwa ameshapata ofa nyingi na ameshaanza kupata ofa nyingi, ama na simu zimeshaanza kuwa nyingi watu wakimhitaji, hasa katika timu ambazo zimesalia ligi kuu. Mimi ni mshauri jambo moja kwamba abaki Kagera Sugar. Abaki Kagera Sugar ili kutengeneza imani yake kwenye mpira wa miguu. Yaani lazima kocha utengeneze trust kwenye industry yako. Mfano mzuri ni Mwalimu Fadlu Davis. Amekuja hapa, hakuna ambaye alikuwa anamfahamu pakubwa, na wapo wengine walimdhihaki vile vile, lakini amekuja hii leo ametengeneza trust kubwa ndani ya Simba na Afrika kwa ujumla. Lakini Selemani Matola ametengeneza hii trust mpaka leo anaaminika. Alienda kufundisha timu ya daraja la kwanza Geita Gold ya kipindi hicho, akafanikiwa kufanya vizuri. Akafundisha Polisi Tanzania, akafanikiwa kufanya vizuri. Akaifundisha Lipuli, akafanikiwa. Kote huko alikuwa anatafuta kuaminika, na ameaminika. Hasa hivi Matola ni kocha mkubwa, kwa sababu kuna njia sahihi ambayo alipita. Kwa hiyo Juma Kaseja inawezekana akapata ofa nyingi na zikamchanganya, lakini kwa kuwa bado ni kijana, ana safari ndefu zaidi ya kuendelea kujifunza. Abaki Kagera Sugar akaoneshe ubora wake. Na hili amelifanya wazi Juma, kocha wa Mtibwa Sugar. Kashuka nayo, hakuondoka, amepanda nayo, ametengeneza imani kwa mabosi wa Mtibwa Sugar pamoja na ugwa wa mpira kwa ujumla. Lakini ana vijana wengi wadogo. Ukitazama Kagera Sugar, ukitoa Joseph Mahundi, ukitoa Abdalla Mfuko na golikipa labda Saidi Kipao, the rest ni vijana wadogo ambao akibaki nao kwenye misingi ile ya Kagera Sugar, mwakani anarudi. Kwa namna ambavyo mechi umeiona hii leo, hasa kwa upande wetu, mabadiliko kwa maeneo tofauti, hakuna Kapombe, hakuna Goma, mbele hapa amefanyika mabadiliko kadhaa. Unazungumziaje wachezaji waliopata nafasi ya kucheza hii leo na wale waliokosekana? Kuna mwenye changamoto au wamekosekana kwa sababu ya kiufundi? Mabadiliko ya kiufundi mwalimu ameamua kuapply, na hizi mechi kila mtu lazima aoneshe uwezo wake. Kama mchezaji unashindwa sababu tunaelekea kwenye kumaliza msimu. Tunaelekea kwenye chinja. Lazima kila mtu apate nafasi, ili tunaponyoa mtu ajue kweli nimepewa nafasi, nimeshindwa kuonesha ubora wetu. Kwa hiyo kila mtu kapewa nafasi, hasa katika mechi hizi, na kila mtu ameonesha uwezo wake wa kumshawishi mwalimu na kuwashawishi mabosi. Na uzuri ni kwamba kila aliyepewa nafasi ameonesha kiwango bora, na timu imeshinda michezo yote ya mwisho ambayo mwalimu aliwaamini vijana wake.
Hii leo Steven Dese Mukwala mchezaji bora wa mchezo, hiyo moja, lakini ni tuzo yake ya 5 mpaka hivi sasa. Tu mchezaji bora wa mwezi tuzo 2. Tumzungumzie kama yeye peke yake kwanza, lakini pia tukumbuke mchezo huu wa leo amefunga bao ambalo limeenda kutupa pointi 3. Lakini mchezo wa mzunguko wa kwanza dhidi ya Kagera amefunga tena kule kwa Kaitaba Bukoba. Dese Mukwala msimu wake wa kwanza amefunga magoli 14 mpaka sasa. Ni performance ya hali ya juu. Wako washambuliaji hapa wana miaka kibao, lakini kufikisha tu mabao 8, 6, 7 ni ngumu kwa msimu. Dese Mukwala ndani ya msimu mmoja anafunga magoli 14, ni kiwango cha hali ya juu na ameonyesha ubora usio mithilika. Ni mshambuliaji ambaye unaona kabisa ukiendelea kubaki naye na ukaendelea kumwamini hata ni 13 13 sawa. Ukiendelea kubaki naye na ukiendelea kumwamini na kumpa nafasi atafanya mengi mazuri na makubwa. Tunajivunia kuwa na Steven Dese Mukwala, striker refu kuliko goli. Ziko mechi nyingi ambazo ameziamua yeye mwenyewe, aidha kwa miguu yake ama kwa kichwa chake. Kwa hiyo ni mchezaji ambaye tunajivunia sana kuwa naye. Hiki ndio chukua unakimaanisha wakati ule anasajili. Niliwaambia kuna striker refu linakuja likiruka tu tumemwona Dese Mukwala. Wapo ambao huwa wanasema unazungumza sana kupitiliza uwezo wa mchezaji, lakini kwa msimu huu kila mchezaji ambaye tulimzungumzia amekuja kutuonesha kile ambacho alichokuwa nacho. Ladaki Juma Chasambi alihusika kwenye mabao mchezo wa mzunguko wa kwanza dhidi ya Kagera, amehusika hii leo. Musa Kamara Pimpin clean sheet ya 19 hii leo. Kwanza kiujumla mwaka huu timu yetu imekuwa ni timu ya matuzo. Goli kipa bora ni Musa Kamara. Goli kipa bora ni Musa Kamara, clean sheet ya 19. Ni ubora usiomithilika. Amefikia rekodi ya Aish Salum Manula ambaye na yeye aliwahi kufikisha clean sheets 19. Bila kupepesa macho, mlinda mlango bora msimu huu ni Musa Kamara. Ukiachilia mbali kigezo cha clean sheet, lakini ni golikipa namba 1 wa timu ya taifa lake kwa maana Guinea. Lakini faida nyingine ya Musa Kamara, ameipeleka Simba finali ya michuano ya CAF. Kwa hata kama golikipa wenu wana clean sheet nyingi kama za Musa ama kumpita Musa, lakini je, kwenye michuano ya kimataifa aliwapeleka hiyo sababu hiyo ipo. Mpira ni ecosystem. Ni mchezo ambao tunapokaa kujaji mtu tunamwangalia huyu mtu ameisaidiaje klabu yake, si ndio bwana? Kwa Musa Kamara amewazidi magolikipa wote msimu huu. Ni golikipa bora kwa Musa Kamara. Lakini tunapokuja kwenye mshambuliaji bora, top scorer, hapo hakuna mashaka Jean Charles Ahoua anaingia kwenye ufungaji bora. Tunazungumza kiungo bora bora changanya hapo. Kiungo bora nitakutajia. Umeruka. Sijaruka na maana yangu. Lakini tunapozungumzia MVP wa ujumla wa ligi kuu ya NBC 24-25, hapo namzungumzia Jean Charles Ahoua. Hilo wala halihitaji ubishi wala halihitaji kupiga ramli. Jean Charles Ahoua ndio MVP. Ana magoli mengi, ana involvement, yani kuhusika kwenye magoli mengi kuliko wachezaji. Sasa unaachaje kumpa huyo mtu tuzo ya ligi kuu ya Inawezekana wewe hajakuvutia, lakini takwimu zake ni babu kubwa sana. Hakuna mtu yote ambaye anamkaribia. Huyo ni Jean Charles Ahoua. Lakini tunapozungumzia kocha bora msimu huu, hilo wala halihitaji ubishi. Tunamzungumzia Fadlu Davis. Ndio kocha alioanza na timu pre-season mpaka amemaliza na timu. Makocha wengine wote wamefukuzana. Sasa kocha aliyokuja leo akaondoka kesho, aliyokuja akamaliza mechi 2 za mwisho, hawezi kuingia kwenye ushindani huu, kwa sababu kama huyo kocha angekuwa mzuri, hiyo timu ingekuwa naye tangu mwanzo. Kwa hiyo Fadlu Davis ni kocha bora msimu huu. Unapozungumzia msemaji bora msimu huu, namzungumzia Ahmed Ally. Acha bwana. Hivyo. Na mimi niwaombe bodi ya ligi watoe tuzo ya msemaji bora, tupate motivation. Tunafanya kazi kubwa sana.
tumefanya kazi kubwa mno, tupewe tuzo hata kakioo tu hivi. Ikija na hela itakuwa magoli zaidi, lakini kakioo tu kale tupate ile recognition. Lakini unapozungumzia kiungo bora msimu huu katika ligi kuu ya NBC, mimi sio mchoyo Toby Sebastian. Kiungo bora msimu huu ni Faisal Salum Feitoto. Mimi nataka nimsemea huo hata, yani mtu anakuaje anacheza eneo la kiungo, mchezaji bora, mfungaji bora, au sio bora katika eneo anaocheza? Faisal kaka. Faisal kaka. Wewe umetoa wapi kaka kumtaja mchezaji wa timu nyingine? Mimi si mtu wa boli kaka. Nimezungumzia Kagera Sugar hapa na nimetoa na ushauri kwa Juma Kaseja Juma. Na hapa namzungumzia kiungo bora. Naweza nikamtaja Jean Charles Ahoua, lakini nafsi inanisuta. Na mimi nina haya kaka. Faisal Salum Abdallah Feitoto. Faila Sufi. Kaka nguvu umetoa wapi? Na hapo vijana wengi. Kwa mfano kama Chasambi angekuwa na game time ya kutosha, angeingia kwenye kinyang'anyiro cha mchezaji bora kijana. Lakini sio rahisi. Wapo vijana wengi ambao wamefanya vizuri katika timu zao huko. Kwa hiyo pamoja na kumpenda kote, lakini unamuondoa kwenye hiyo nafasi. Tumalizie Samaji. Hii leo ilikuwa mchezo wa mwisho nyumbani, uwanja wa KMC. Umeicha mashabiki waje na jezi nyekundu, wameitika. Tumalizie hapo, na kama kuna lingine sija kuuliza natamani kulisema, ni wakati wake sasa. Kiu kubwa kwa mashabiki. Kwanza tuanze kwa kuwapongeza mashabiki wa Simba. Msimu huu wamekuwa wonders sana. Wamefanya kazi kubwa sana ya kuisupport Simba yao. Kwenye kila mikoa tumekwenda nao. Niapongeze matawi yote ambayo yamekuwa nasi bega kwa bega, ambayo kila safari wamo. Kuna wale ambao wanatoka Dar wanakwenda mikoani, na kuna wanaotoka mikoani wanakuja Dar. Wamefanya kazi kubwa sana. Na kwa hapa Dar es Salaam, yani kwa ujumla katika mechi zetu za nyumbani, nina uhakika bodi ya ligi watakapotoa takwimu ya klabu ambayo imeingiza fedha nyingi kwenye upande wa gate collection, naamini Simba Sports Club itakuwa hivyo, kwa sababu mechi zetu zote zimekuwa na wingi wa watu. Mashabiki wa Simba hadi kufikia hapa hatuwadai, wamefanya kile ambacho wanastahili kufanya. Na mechi leo vile vile wametisha pakubwa mashabiki wetu. Kiu kubwa ya mashabiki wa Simba ni tarehe 25. Nichukue nafasi hii kuwaambia mashabiki wa Simba, kama kuna lolote la kuwaambia kuhusiana na tarehe 25 tutawaambia. Mwisho kunukuu. Hapo. Mimi sina la kuongeza Samaji, wewe? Asante sana bana. Nashukuru sana.